Hiki chuo cha Santa Maximilian tunashukuru, tuna ushirikiano mzuri katika mkoa wetu na pia kwenye uongozi wa idara ya afya. Wamekuwa wakitoa huduma, na kwa wiki hii tukiwa na fursa hii kuwashukuru sana. Wamejitahidi sana. Kwanza hao wanafunzi wamepata mafunzo au elimu ya kuhusiana na ugonjwa wa uviko 19 na pia wamechanjwa baadhi. Tunashukuru sana. Na chuo hiki pia kimehamasisha sana kwenye swala la chanjo ya uviko 19. Tunashukuru. Ndio maana hata leo kuna banda, tuendelea kuhamasisha wananchi wajitokeze kuchanja wale ambao hawajachanja mpaka sasa hivi. Basi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu wewe ndo mwenye mahafali haya, nichukue nafasi hii kwa heshima na tazima kukukaribisha ujiongee na hadhira hii, ukiwa atakuwa tayari kusikia nasaha zako, ushauri, maelekezo na maagizo. Asante. Niwakumbushe kwamba cheti ni swala lingine. Si ambayo tumegraduate miaka zaidi ya 20 iliyopita, tumekuja kutambua kwenye umri huu kwamba cheti cha kuhitimu masomo ya kitaaluma ni swala moja, lakini utatoa huduma gani kwa mteja wako, watakukubali au hawatakukubali, hilo ni swala lingine linalotoa tafsiri ya cheti chako ulichokipata siku hiyo ulipowakusanya watu, ukavaa kofia hiyo na joho hilo. Usichelewe. Anza sasa kujua kwamba chuo kikuu kingine kilichoko mbele yako ni chuo cha umahiri wako wa kutoa huduma kwa mteja. Hata mteja yule aondoke analitaja jina lako na kulitangaza. Kila mteja anayekuja kwako ni balozi wa mafanikio yako, amebeba baraka zako. Wengi tunasahau, tunaanza kuingia vyeti, unashindwa kujitangaza kwa wateja na jamii yako. Soko lako la umuhimu wako kuwepo duniani unalifunga mwenyewe na funguo unatupa. Hawatakutamani wale wanaopenda kuajiri watu walipe mishahara mikubwa, hawatakutamani. Watakapokuita kwenye interviews zingine uende, watakuwa wanakujua. Tukimwajiri huyu kwenye taasisi yetu na kampuni yetu, atatuletea manufaa gani? Atatutengenezea hela au sisi ndio tumtengenezee hela tumlipe yeye? Msisahau hilo. Kama mkitoka hapa mkayashika hayo, mtakuwa ni nyota inayong'ara. Popote utakapoajiriwa, watu wataogopa usiondoke, kwa sababu kuna kitu unakileta kwenye ile taasisi. Wewe mwenyewe utakapokuwa umekomaa, umekuwa, utaanzisha taasisi, utapewa fedha za kuanzisha taasisi yako, utaaminika kwa sababu wewe una nyota ya kufurahiwa na wanadamu. Utaweza kuajirika kirahisi, lakini mwisho wa siku utakuwa na kuajiri wengine. Ukitanguliza cheti mbele bila kutanguliza utumishi na utume ambao wanadamu wanaubariki, utakaa na cheti, kazi hutapata. Ukipata kazi utakuwa wa kufukuzwa wewe, utakosa kikao na mahali na utulivu duniani, hakuna anayekutamani. Utabaki kusema nilipata division 1, division 2, A zote mlihana. Hiyo haisaidii. Kwa hiyo ndugu zangu, watoto wangu, kuna chuo kikuu kingine kinawasubiri kule. Kule ni cha watu, hakina ofisi, ni maoni ya watu. Muende na usia huu, kwa sababu tuna changamoto ya ajira. Lakini mbona watu wanaajiriwa? Hata kama ajira hazipo, mbona wanajiajiri? Nini walichonacho? Bidhaa yako ni utumishi wako. Baada ya cheti hiki, Babu wa Loliondo alihamisha milima kutoka pande zote za nchi mpaka nje ya mipaka ya nchi. Aliipeleka Loliondo, si kwa sababu alikuwa na kingine cha ajabu ambacho hakipo kwenye sehemu zetu za huduma za afya. Bashasha yake, ukimwangalia anapoleta tumaini, watu waliamini kwamba hakika huyu akinigusa, akinipa kikombe mimi nitapona. Customer care oye! Ndugu zangu wanachuo na wote ndio kusanyika hapa, napenda sana kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba ugonjwa wa uviko 19 bado upo, haujaisha. Nimefika hapa nikakuta watu wote hawajavaa barakoa. Nimefurahi kusikia kwamba mmechanja na mnaendelea kuchanja, lakini tukumbuke kwamba
bado dunia ipo kwenye tishio la ugonjwa huu, na ugonjwa huu unawashambulia vibaya zaidi bila huruma ambao hawajachanja. Tumeshaelimisha sana, ukichanja utaambukizwa na utaambukiza, lakini kuugua kwako makali yake sio kama yule ambaye hajachanja kabisa. Sasa nyinyi kama chuo, nimefurahi kusikia kwamba mko mstari wa mbele kuelimisha. Naomba vyuo vyote viendelee kusimama imara, kuwa mstari wa mbele kuelimisha, lakini na kuishi maisha ya mfano wa yale ambayo tunasema kama njia za kujikinga. Kwanza mchanje nyinyi wenyewe, lakini mtumie njia za kujikinga. Ndio unaweza ukavua barakoa dakika 5-2, hata kwenye ndege tunavua, lakini ukiwa umekingwa, umechanjwa, maambukizi yanaweza katembea hapo hapo. Wewe yasikudhuru, yakapita tu, yasikudhuru kabisa, kwa sababu lazima ule, na wakati mwingine lazima upumue kidogo, si ndio? Tofauti na yule anakaa hajachanja, amejiachia siku nzima hana barakoa. Utakapovuta ile hewa yenye vimelea vile, vitaingia vingi sana kwako, dozi itakuwa kubwa na chanjo huna, utahangaika, utahangaisha ndugu zako. Wimbi limeshaanza kuibuka la 4. Lipo kwetu, halijafika, na wanasema virusi huyo aliyeibuka kwa sababu wengi hatukuchanjwa, akaenda kujitengeneza kwenye miili ya wale ambao hawajachanjwa, amefyatua tena vitoto vingine vibaya zaidi. Nyinyi ni wanasayansi, kasomeni hivi vitu, msisubiri kuletewa. Sasa tusiombe hilo wimbi lije huku kwetu, lakini lazima tupambane kuhakikisha kwamba watu wetu wengi wanachanjwa. Nashambulia sana wazee wenye magonjwa sugu, miili yao inakuwa iko dhaifu na inakuwa ngumu sana kuwatoa, lakini wakiwa wamechanjwa wanakuwa na uimara fulani wa kupambana nao. Wakiongezewa na huduma zetu za wataalamu wetu kwa wakati, unakuta wanatoka salama. Lakini kama hujachanjwa, shughuli yake ni ndefu. Hivyo tutoke, tuungane pamoja na viongozi wa taasisi zetu hizi za jumuiya za kiafya pamoja na vyuo vyote kuhakikisha tunaelimisha watu, tunachanja sisi wenyewe na tunaishi maisha ya kujikinga ili wengine waone. Kipekee kabisa natanguliza shukrani zangu za dhati kwako mama yetu mgeni rasmi kwa kuwa nasi leo hii, kwa kukubali kuwatunukia stashahada wahitimu wetu wa mwaka huu.